ITV imetembelea wilaya hiyo na kushuhudia watumishi hao wakiendesha shughuli zao ndani ya chumba cha darasa, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Bwana Steven Katemba ameeleza mipango mbalimbali iliyopo kutatua changamoto hizo. Mikakati ya kutatua changamoto ya ofisi tayari tumeshaanza. Kuna eneo liko Somangira. Kwenye kata Somangira ndiko tutakapojenga makao makuu ya halmashauri yetu. Kwa hiyo eneo maarufu linaitwa Geza Urore, ndio sehemu ambayo tunasema maarufu kama garden ya Mwalimu Nyerere. Eneo hili ndiko tutakapojenga ofisi ya halmashauri. Baadhi ya watumishi waliozungumza na ITV, mbali na kukiri kufanya kazi katika mazingira magumu, wamesema wanaamini hali hiyo ni ya muda, huku wakiahidi kutoa huduma ipasavyo, kwani vitendea kazi vipo. Kwa hiyo sasa inaleta mazingira fulani ambayo sio mazuri kufanyia kazi, kwamba tuko eneo moja ni wengi na bado kuna changamoto za hapa na pale. Lakini pamoja na changamoto hizi tunajitahidi kufanya kazi tukiwa tunajua kwamba ni mazingira ambayo ni ya muda mfupi, na baadaye tutaweza kupata ofisi ambazo ni za kudumu na tutaenda vizuri. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kigamboni Bwana Hashim Gandirwa ameeleza baadhi ya changamoto zinazoikabili wilaya hiyo, ikiwemo ukosefu wa miundombinu ya maji taka na maji safi, pamoja na uwepo wa mamlaka mbili zinazosimamia ardhi, hali inayosababisha mgongano kiutendaji. Kuna mamlaka moja ambayo ni KDA, tuna mamlaka ya pili ambayo ni manispaa ya Kigamboni. Yote yanahudumia na yanasimamia ardhi ya eneo hilo moja, ikiwa KDA wanasimamia 12% ya wilaya na manispaa 88%. Kupitia hili kumekuwa kuna migongano mingi na kumekuwa kuna kusuasua kwa KDA. Changamoto kubwa inawakabili watumishi hawa wa wilaya mpya ya Kigamboni ni pale wanafunzi watakapofungua shule, wanaendelea na masomo, huku wao wakiwa katika moja ya darasa wakiendelea na shughuli zao za serikali. Nikiripoti kutoka Kigamboni jijini Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.